Hujambo na nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado uko na Adamu Hussein. Kutokana na mazungumzo yanayoendelea kati ya Marekani na Iran kuhusu suala la nyuklia, wachambuzi wa mambo wanasema kuna uwezekano mkubwa mazungumzo hayo yasiwe na mafanikio kutokana na kila upande kuamini kile inachokiamini kwamba ni sahihi. Wakati huu mwakilishi wa Marekani Bwana Steve Witkoff anasema kwamba moja kati ya mstari mwekundu ambao Marekani utauchora katika mazungumzo hayo ni pamoja na Iran kuachana kabisa na urutubishaji wa uranium. Hata hivyo, mjumbe huyo maalum wa Marekani katika Mashariki ya Kati Bwana Steve Witkoff amesema siku ya Jumapili kwamba mstari mwekundu wa utawala wa Trump katika mazungumzo ya nyuklia na Iran ni kwamba Tehran haiwezi kudumisha uwezo wowote wa kurutubisha uranium. Anasema, tuna mstari mmoja mwekundu ulio wazi sana, na huo ni uboreshaji. Hatuwezi kuruhusu hata 1% ya uwezo wa kujitajirisha, Witkoff aliambia shirika la habari la BBC wiki hii. Kila kitu kinaanza na mpango ambao haujumuishi urutubishaji, kwa sababu urutubishaji huwezesha utumiaji wa silaha na hatutaruhusu bomu kufika hapa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alijibu katika chapisho la akaunti yake ya ukurasa wa X akisema, ikiwa Marekani ina nia ya kuhakikisha kuwa Iran haitakuwa na silaha za nyuklia, makubaliano yanaweza kufikiwa na tuko tayari kwa mazungumzo mazito ili kufikia suluhu ambalo litahakikisha matokeo haya milele. Urutubishaji nchini Iran wa uranium, hata hivyo, utaendelea kwa makubaliano au bila makubaliano, anasema Araghchi. Nadhani yuko mbali kabisa na ukweli wa mazungumzo, Araghchi alisema kuhusu Witkoff, kulingana na shirika la habari la Iran la Tasnim, na kuongeza kuwa uboreshaji utaendelea. Hii ndio ambayo inasababisha wachambuzi wa mambo kusema kwamba hili litakuja kusababisha mazungumzo kati ya Marekani na Iran kutokamilika. Ikumbukwe siku ya Jumapili kulikuwa na kikao kizito baina ya viongozi wakuu wa kidiplomasia nchini Iran juu ya maendeleo ya mazungumzo kati yao na Marekani, wakiweka muda maalum wa mazungumzo hayo. Mapema mwaka huu Witkoff alikuwa amedokeza kwamba Marekani ingekubali Iran kudumisha uwezo mdogo wa kurutubisha, lakini utawala wa Trump tangu wakati huo umekuwa mgumu katika msimamo wake wa umma kwamba Iran isiruhusiwe kurutubisha uranium. Tumewasilisha pendekezo kwa Wairan kwamba tunafikiri kushughulikia baadhi ya haya bila kuwadharau, Witkoff alisema siku ya Jumapili. Tunataka kupata suluhisho hapa na tunadhani kuwa tunaweza. Witkoff alisema wapatanishi huenda wakakutana wiki hii barani Ulaya kwa duru nyingine ya mazungumzo. Tunatumai kuwa itasababisha chanya halisi. Akizungumza mjini Abu Dhabi siku ya Ijumaa, rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba utawala wake umeikabidhi Iran pendekezo la makubaliano ya nyuklia na kuongeza kuwa wanajua wanapaswa kusonga mbele haraka au kitu kibaya kiweze kutokea, kwa maana Marekani iweze kuishambulia Iran. Maoni haya yanakuja siku moja baada ya shirika la habari la Axios kuripoti kwamba Witkoff alimpa waziri wa mambo ya nje wa Iran pendekezo lililoandikwa la makubaliano ya nyuklia wakati wa duru ya 4 ya mazungumzo mapema wiki hii. Tehran ilikanusha kupokea hati hiyo, ikisema hakukuwa na hati ambayo waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Bwana Abbas Araghchi aliipokea baada ya mazungumzo hayo. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein.